Rais Uhuru Kenyatta hatamu za uongozi anatazamiwa kwenda kupumzika katika eneo la Mwiga. Najiunga naye moja kwa moja mwenzangu Nderi aliyeko eneo la Othaya. Nderi, niambie, je, wenyeji wa Othaya wamechukulia vipi siku hii ya leo ambapo Rais Mwai Kibaki amemkabidhi Rais Uhuru Kenyatta hatamu za uongozi? Naam, sijambo mwenzangu Isha Chizuga na Sadik Shaban mkiwa pale Nairobi. Mtazamaji, karibu kwa matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Nyeri. Na Isha, namna ambavyo umesema, katika eneo bunge la Othaya ambako Rais mstaafu Mwai Kibaki amehudumu kama mbunge kwa miaka 38 tangu mwaka 1974. Kidogo alipokuwa kitizama sherehe ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kwenye runinga zao, kumbuka kwa leo ilikuwa sikukuu, kwa hivyo wengi walisalia kule manyumbani mwao wakitizama kile ambacho kilikuwa kikiendelea, na tulipozungumza nao kidogo walikuwa na huzuni kwa kumuona Rais mstaafu Mwai Kibaki akiondoka, na wanasema kuwa karibu sana hapa Othaya, tukae pamoja tutangamane. Lakini vile vile tuliweza kupata fursa pia kuzuru eneo la Mwiga katika eneo bunge la Kieni papa hapa katika kaunti ya Nyeri. Kumbuka kuwa eneo la Mwiga ndipo Rais mstaafu Mwai Kibaki anatarajiwa kuenda kustaafu baada ya kuondoka mamlakani na kuachana na siasa. Anatarajiwa kufika katika eneo la Mwiga, na tuliweza kuzungumza na wakazi wa hapo, walionyesha furaha na wanasema kuwa wanamsubiri Mwai Kibaki kwa hamu na gamu kuwa jirani wao mpya. Wanasema wanatarajia kuwa atafika, watatangamana pamoja, na hata kuna mmoja pale aliyetueleza kuwa watamfanya mzee wa kijiji, yani village elder, kukiwa na sherehe pale basi watakuwa kimuita Mwai Kibaki hata kama ni msichana, na kuja kutolewa mahari na mchumba wake. Katika mila za Kikikuyu inakuwa ni mzee wa kijiji anafanya. Kwa hivyo waliweza kutueleza mengi na wanasema kwa memlaki Rais mstaafu Mwai Kibaki. Basi mtazamaji, tunakupa fursa hii ya kutazama taarifa ambayo tuliweza kuandaa kutoka hapa katika eneo la Nyeri, kutoka eneo la Mwiga na pia eneo bunge la Othaya. Na watu wa Othaya, Mheshimiwa Rais, nasema asanteni na muendelee kutusaidia na muendelee na kazi hiyo. Asanteni sana. Baada ya miaka 10 mamlakani kama rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, rais anayeondoka Mwai Kibaki anajiandaa kuondoka uongozini, na hapa ndipo atarajia kupumzika baada ya pandashuka za siasa ambazo amekabiliana nazo kwa muda huo wa miaka 10 kama rais, miaka 38 kama mbunge wa Othaya na kama mbunge wa Donholm iliyogeuzwa kuwa Bahati na kisha Makadara tangu mwaka 1963. Wanaonea mimi huruma. Hakuna haja ya kunionea huruma ati kwa sababu niko ati ninahitaji nipumzike. Nipumzike nifanye nini? Hapana. Tunahitaji kila mtu afanye kazi kwa sababu wewe unahitaji ufanye kazi. Na kwa matamshi hayo, Mwai Kibaki anatarajiwa kuja kupumzikia katika makazi yake mapya ya Mwiga katika kaunti ya Nyeri. Hapa ndipo atakapokuwa akipunga hewa safi katika mandhari haya ya mlima Aberdare unaoonekana nyuma ya nyumba mpya ya rais anayeondoka. Na mtazamaji, haya ndio makazi mapya ya rais anayeondoka Mwai Kibaki hapa katika eneo la Mwiga, eneo bunge la Kieni. Na katika hotuba aliyotoa hivi majuzi katika eneo bunge lake la Othaya, aliwahimiza Wakenya wasimhurumie kwa kuwa angali ananuia kujihusisha na masuala ya ufanisi. Kuja kwake hapa Mwiga kunaibua msisimko baina ya wakazi wa Mwiga. Maisha marefu aishi kama wako tayari kumlaki jirani wao mpya, wanatueleza. Tunafurahi sana kwa sababu analeta maendeleo hapa kwetu. Bali inakwama kazi yetu ya area hii, atatusaidia. Sikukuu kama ya 12 tutakuwa kama mimi nikikija tutakuwa nikimwalika. Na hata kama nitamuona siku moja akiongea na wazee zake huko mtaani. Na katika eneo bunge la Othaya, wengi walifululiza hadi maeneo ya burudani walikotizama rais mpya Uhuru Kenyatta akiapishwa, na ujumbe wao kwa rais anayeondoka Mwai Kibaki. Kibaki ni rais mzuri, ametuongoza mzuri, kwa hivyo akija hapa akuje apumzike hapa Othaya, tukae na umoja na tukae na yeye.
Katika mji wa Nyeri kimya kilitanda, huku wakazi wake wakitizama hafla ya kuapishwa kwa rais mpya kutoka makazi yao. Biashara zilifungwa na wengi kusalia nyumbani. Carol Nderi, KTN, katika kaunti ya Nyeri.